Njanja. Wewe ni nani? Mbona nimepishana na mwanamke na nimesikia sauti ya kike kiniita, alafu unaonekana wewe? Wewe ni nani? Wembwa nani hakanda unatina unanditi hambo ambao nangu ndatubwana mwana hapo nani haditi hapo unambwela habwa. Hakuna chochote unachokijua katika ulimwengu huu. Wewe bado mgeni wa nafsi. Sisi na himaya hizi za Kulungwa, acha leo nikufundishe namna ya kuheshimu watu wakubwa, kwa sababu wewe umekuwa mjuaji wa vitu vingi sana Njenje. Kazini wewe ndio unajifanya mjuaji zaidi, lakini hata Uswahilini ni wewe ndio unajifanya unajua kila kitu katika dunia hii. Sasa nataka nikufundishe namna gani watu wazima wanavyoheshimu mipaka yao. Mbona nashinda kukuelewa? Kwa nini unaongea maneno hayo? Kwa nini unanitishia amani? Nisikilize nikwambie, usilete habari za kike bwana. Sisi wote watu wa kiume, tuongee kiume tu tumalizane. Usiimbe ngonjera na taarabu zako bwana. Ala? Wewe vipi? Ino yeyai kumeana awaona na yana ama ekana heka mehamea. Usijeje hapa kuimba taarabu na wewe Njenje, ila nimekuja kutekeleza vitendo tu. Huenda hili litakuwa funzo kubwa katika maisha yako, na katu hautokaa ukavuka mipaka yako. Huo ni wivu tu bwana, huo ni wivu tu. Nyinyi mlivyoambiwa msome, kwa nini msisome? Mimi napiga kazi kweli fresh. Wewe vipi bwana? Mbona mnafanya hivyo? Mesa kisasi to ila mama. Angalau mboge kadote ya na mwana wake anambwa uaga na mwena wa ntodie ilambwa ukanie hembwa. Ndugu zangu, hizi ndio nguo za marehemu. Ni kweli jamani. Kama ilivyo desturi na mila zetu kwamba hizo nguo zitagawiwa kwa kila mhusika, iwe kama kumbukumbu au urithi wa marehemu Mahmud, au sio? Ni sawa, lakini baba, mimi nilikuwa na wazo. Kwa nini hizi nguo tusingezigawa kama upande pia wajomba wangekuwepo? Maana kuna watu hapa siwaoni. Ndio tumewatenga. Bahati nzuri hilo unachokizungumza tayari tushakifanya. Yaani ujombani na washapewa koo zao, wameenda kugawania kwao. Jamani, hizi ndio nguo alizofia nazo Mahmud. Kaka, hizi ndio zinanifaa mimi hizi kakaangu. Zinakufaa kivipi? Wakati mimi ndo baba yake mzazi. Inafaa nguo hizi nibaki nazo kama kumbukumbu ya kumkumbuka marehemu mwanangu Mahmud. Kivipi unazitaka wewe? Kaka, mimi pia ni kijana wangu. Hakuwahi kuja hata siku moja hapa kwako asifike nyumbani kwangu. Mimi pia nilimweka sana moyoni kijana wetu. Naomba tu ndugu yangu, na mimi pia zikae kumbukumbu.
Asante ndugu, asante. Jamani, nadhani kila kitu kinakwenda sawa, lakini vile vile kama ilivyo desturi na sheria na mila kwamba swala Kizuka yeye ataendelea kubakia hapa hapa kwangu mimi. Kwa hiyo mama yake yupo, hali kadhalika mtu yoyote yule katika sisi familia ni ruksa kuja hapa kumwangalia Kizuka. Atabaki hapa mpaka atakapomaliza eda zake zote, na vile vile kuhusu hizo nguo zitafunguliwa, basi kila mmoja apate ambacho kinastahili. Kijana, Naam. naomba ufungue hizo nguo ili kila mmoja apate nguo hapa kama kumbukumbu, kama sadaka ya marehemu Mahmud, au sio? Sahihi. Inshallah. Unajua Mwasi, nimekuja hapa kwa lengo moja. Unajua yule Mahmud, yule ni mwanetu sana, ni familia yetu. Ukiangalia pia alikuwa mtu wako, something wrong, kuna kitu mlikieka. Alafu hiki kifo chake, mimi nina wasiwasi kuna mkono wa mtu. Inabidi tumsaidie. Mimi na wewe tuungane, tumsaidie. Kicheko, unajua na kuheshimu sana. Yaani mimi nilijua umekuja hapa kwangu unazungumza vitu vya msingi au vitu vya maana. Unazungumza kuhusu huyo sijui Mahmudu au anajiita sijui Njenje. Mimi mambo yake yananihusu nini? Au wewe kifo chake mimi kinanihusu nini? Si anamke yule. Kimekuasha nini kutoka huko kuja kuniambia mimi habari za Njenje? Zinanihusu nini mimi? Hali ya kuwa mke wake anaye. Au unanitafuta la rohoni? Sasa hapo kwenye mke wake, unajua sasa hivi mke wake yupo kwenye heda, kwa hiyo hawezi kufanya jambo lolote. Alafu mimi na wewe familia, kwa nini tusimsaidie ndugu yetu? Ndio itakuwa vizuri sana. Na kuomba tumsaidie. Mwasi, mwanangu sana Faida, tumsaidie, sio vizuri. Ndio maana kule tu unasema mashemshem sio watu wazuri. Mbona kipindi ambacho ndugu yako kaniacha, mimi nilikuwa naugulia maumivu, nalia kila siku. Kaniacha mimi akaenda kaoa. Mbona haukuhudhuria kwenye maumivu yangu? Leo hii kwenye matatizo unakuja kunishirikisha kama nani? Si anamke, kwa nini usimfuate shemeji yako? Mwasi. Yaani Mwasi ndo unalo mbaya hivyo kiasi hicho? We bama unalo mbaya sana. Muone kwanza. Yaani mtoto wa 2000 akiniona unavyoonekana kama mtu mwenye miaka 90 ngapi aloishi na Nyerere huko. Unaona unavyoonekana. Yaani tumesoma wote lakini wewe unaonekana mkubwa kuliko mimi. We mama unalo mbaya, una dhambi. Alafu wewe pepo yako ngumu sana wewe. Kicheko. Tena mimi nina roho mbaya haswa. Nina roho mbaya na sio ya kusingiziwa, ni ya kuzaliwa nayo. Na nikwambie kitu, ningekuwa na ujua uchawi, mimi ni Mwasi, ndo wa kwanza kumuua yule mbwa. Tena ningemuua kifo kibaya sana. Sijawahi kumuombea dua njema hata siku moja ex wangu. Hata siku hii. Yaani ningemuona ningempiga libisu. Mwasi wewe una roho mbaya. Na ndio maana labda sasa leo nikutaarifu, nikupasha upashike. Mahmud, mimi ndio nilimwambia aachane na wewe. Maana mimi nilikuangalia sana, kila nikikuangalia, kila nikukupiga eyes contact na kuona wewe una roho mbaya. Hata kama angekuwa wewe mtani kwake tusingekuja kula msosi. Muone vile ashura shafutuma mwarabu chatutu tu wewe. Kicheko. Naomba usivuki mipaka nyumbani kwangu. Kama hauna kitu cha msingi cha kuzungumza, naomba utoke. Maana ushaharibu hali ya hewa. Naomba utoke kabisa bado mapema. Mimi najua unazungumza vitu vya msingi, kumbe pumbavu. Mimi ananihusu nini huyo mtu aliyekufa? Naomba utoke. Sawa, fresh. Ila naomba basi hata maji. Ninywe nipoze koo naomba. Mwasi. Hakuna maji ya kunywa, nini cha juisi. Nenda kwa shemeji yako huyo, Kizuka. Toka hapa. Sana. Muone sura baya. Mwangalie. Mimi kuprezi muda wangu nikamfufua marehemu. Acha kukanga mke wake alikuwa anakulala. Sipumbavu. Hiki ni kikao cha dharura. Nimewaita. Kuna jambo halipo sawa kabisa. Tunaelewana?
kuhusu msiba wa Mahmud. Mahmud tulipanga tutamuua kwa wakati, lakini sasa amekufa ghafla binivom, na kila nikiangalia katika satellite zangu inaonekana sio kifo cha Mungu bali ni kifo cha uchawi. Nauliza, nani kati yenu amefanya hilo? Mkuu, mimi sijui chochote, labda huyu mwenzangu. Mkuu, hata mimi sielewi. Mnanizunguka sababu tulipatana baada ya mavuno kifo cha Mahmud kitokee ili tupate kula nyama. Sasa kama kuna kati yenu amefanya hivyo, tafadhali aseme hapa. Mkuu, mimi kwa imani yangu nahisi Mahmud hakufa bado, ila kuna sehemu tu amemhifadhi. Kwa cha kufanya hapa sisi ni kuchunguza wapi walikomhifadhi. Halafu mkuu, atakuwa nani huyo aliyetuzidi sisi maarifa, ikiwa sisi ndio tunaelewa kila kitu? Narudia tena, kama kuna mtu ananizunguka kati yenu na nikigundua, ole wake, nitatoa adhabu kali sana. Nimeitikia wito kama ulivyoniambia. Unajua mshikaji wangu Mahmud, au mimi napenda kumuita Njenje, yule mimi mwanangu sana, rafiki yangu. Tulivyokopa shule alikuwa ananisaidia kwa kila kitu. Unajua kuna wakati nilikopo na kwama kwenye mademo, yeye ananisaidia, ana save, anatoa hela zake. Sasa hiki kifo chake mimi kimenishangaza, na hapa nahisi kuna mkono wa mtu, si bure. Sasa nataka uniangalizie, nijue huyo mtu nani, nimuonyeshie kazi, nimfanyie kazi ili ajue mimi ni mtu wa kazi. Taki masiara, mimi nimeumia, yule mwanangu sana, haiwezekani. Sasa shehe wangu, mimi kwanza nikupongeze kwa wewe kuitikia wito na kuweza kufika hapa. Maana mchana nilikwambia tulivyokutana pale kwamba huji kwa sababu nilikuwa na hai kidogo. Sasa tusipoteze muda, acha tuangalie. Wewe niangalizie hapo. Umesema anaitwa nani? Anaitwa Njenje. Mama yake? Semeni. Sasa shehe wangu, wewe utasimama badala yake. Yaani hapa siwezi kufanya chochote, lazima wewe usimame badala yake. Sawa, niko tayari. Weka mkono wako hapa katikati kwenye hii alama ya nyota niliyochora hapa. Wewe usiogope, niambia hapo umeona mkono wa nani, niambia nikamfanyie kazi. Usiogope, niambie kila kitu. Maalim, mimi nimetazama vizuri sana, lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Ni kweli Njenje amefariki, lakini jinsi inavyoonyesha kifo cha Njenje hakikuwa kifo cha kawaida. Hapa katikati kuna mkono wa mtu unahusika, lakini mimi kwa upande wangu nataka nikushauri jambo. Wewe kuja kutazama Njenje amekufanya kufanya, mimi nikuombe usijihusishe na chochote juu ya jambo hili,
hii ni kwa ajili ya usalama wako, na kama utajihusisha na chochote, maana yake wewe utapata matatizo. Mimi niko tayari kwa lolote, maana yule mshikaji wangu mwanangu sana kajitoa kwenye kila kitu. Sasa mimi nashindwaje kujitoa kwa hili? Mimi niko tayari, naomba unitajie nimjue nikamfanyie kazi. Haiwezekani, mimi naumia kutoka moyoni, kutoka kwenye my heart. Haiwezekani. Why? Shehe wangu, labda nikwambie kitu kimoja. Hakuna kifo chochote ambacho hakijawahi kumuumiza mtu, hasa kifo ambacho mtu anaondokewa na ndugu yake, rafiki yake, mtu wake wa karibu. Kifo hiki hakijawahi kuwa kifo cha kawaida. Kifo hiki huaga kinakuja na maumivu na mateso makubwa sana. Kwa hiyo hata wewe najua ni namna gani unaumia kwa ajili ya rafiki yako, lakini mimi ninachokuomba, labda wewe kitu cha kufanya, nenda kwa familia yake, waambie familia kwa ujumla wafanye dua kwa ajili ya kumwombea Njenje kwa Mwenyezi Mungu, ili mradi Mwenyezi Mungu ampokee Njenje. Lakini kila kitu Mungu mkabidhini mikononi mwake, yeye amalize kila kitu. Tofauti na hapo yatakukuta matatizo. Na mimi kwa upande wangu kama ustazi wako ambaye umekuja hapa kutaka kujua chochote, mimi sitashughulika na chochote juu ya jambo hili. Sawa, ile nimekuwa unyonge, mimi naumia, ile Njenje nimekubali. Ninakuwa unyonge, mimi naumia kutoka kwenye my pain, my heart, my sweet heart, naumia. Assalamu alaikum. Pole sana binti yangu. Savina binti yangu, kuna jambo nataka nikuulize, lakini nakuomba sana, ninachokuuliza naomba unijibu kwa ufasaha kabisa. Sawa mama? Ndio baba, nakusikiliza. Hivi ni jambo gani au neno gani ambalo alizungumza mume wako kabla ya kifo chake? Kabla kama wasia hivi, alizungumza hivi kabla hajakufa? Alikuwa ananiambia niishi vizuri na watu. Pia alinisisitiza tuvumiliane kwenye shida na raha ili tuweze kudumisha ndoa yetu. Hujawahi kuona labda aligombana na mtu au alikwambia kwamba ana ugomvi na mtu katika maisha yake yote, au huko mlikuwa mnaishi? Hapana baba, sikuwahi kusikia ugomvi wala hakuwahi kunisimulia chochote. Sasa naomba unisikize kwa makini. Maswali yote ambayo nimekuuliza mimi na umenijibu,
naomba mtu yote akija, naomba umjibu kama ulivyonijibu mimi. Sasa ole wako ujibu kinyume na hapo. Sema utanitambua. Sawa baba. Hapo kuna namna, lazima muhangaike. Tangia siku ya kwanza mimi nahangaika mpaka sasa, lakini tumeambulia patupu. Si jambo rahisi, lakini mimi kama mkubwa mwenzio nimeonelea hapo kuna mambo ambayo sio mazuri. Yaani mtoto mdogo kama yule, hapana kwa kweli. Lakini kuna sehemu nimepewa matumaini na amenieleza mambo mengi, na kilichokuwa kinasubiriwa nishakipata, sasa bado utekelezaji tu. Sawa. Ila Mahamudu kaniuma sana yule mtoto. Yaani kuna wakati mwingine siamini kabisa kama amekufa. Naona kama vile nitamuona. Binadamu sio wema. Nimepata pigo kwa kweli. Na msiba huu umenigusa kuliko misiba yote. Siamini kama naweza nikafutika doa lake moyoni mwangu. Poleni jamani, ni kazi ya Mungu. Kwa kweli sisi wote, yaani tuna huzuni kwa ule mtoto. Kiukweli mimi nimeumia jamani. Mwanangu, unatakiwa ujasiri kwa kipindi hiki. Tena ni muhimu kufikiria maisha yako baadaye, hasa na hiki kiumbe cha kuachia mume wako. Lakini ukikaa kwa mawazo kila wakati mkono kwenye shavu, hata hicho kiumbe utakipoteza pia. Naelewa mama, lakini najikuta nashindwa kuvumilia. Nahisi dunia yote ipo kichwani kwangu, nimeibeba. Hupaswi kuishi hivyo mwanangu. Ukiamini kuwa binadamu lazima ufike na mauti, wala haitakusumbua. Muhimu mwanangu ni kuwa na subira. Mungu atakupatia mume atakayemtaka yeye, na hayo yote utayasahau. Sikatai mama, naweza kupata mume mwingine, lakini sio kama Mahmudu wangu mama. Mwanangu, unaniliza mwanangu. Mwanangu sio wa kwanza wewe kufiwa mwanangu. Mama, niambie mwanangu, hii kazi mwanangu, muombe tumezio. Mama, kila ninapokaa, kila ninachokifanya, naona taswira mama. Pole mwanangu, najua mwanangu jinsi unavyoumia, najua. Najua mwanangu, pole.
Umeondoka ukiwa mdogo sana mwanangu, lakini miaka 29 ulioishi hapa duniani imetufundisha upendo, amani na busara iliyomulika watu wa kila lika uliokuwa nao karibu. Hakika maisha yako yalikuwa kama kioo kwangu na familia kwa ujumla. Mahamudu mwanangu, laiti ningekuwa na uwezo wa kukupa nafasi tena nyingine ya kuishi ningefanya hivyo, lakini mwenye mamlaka hayo ni Mwenyezi Mungu pekee, na ametufundisha kutii na kuheshimu maamuzi yake. Mahamudu mwanangu, pumzika salama. Sasa natakiwa hapa tufanye mpango, tuje tumalize, kwa sababu tutakuja kupata hasara. Ni kweli, lakini mume wangu, hii nyumba ikikamilika tunapangisha. Usijue ukaniambia tuje tuishi huko ndani. Tatizo lako mke wangu, unapenda sana kuishi mjini, wakati huku ndo kumetulia kabisa, na hata kama ni hewa, si umeona kuna hewa safi kabisa huko Kule mjini unajua kuna msongamano mkubwa sana wa watu, umenielewa? Ndio maana hata ngozi zetu hazina rutuba. Hapana, kwa kweli huku wala kujachangamka. Alafu sasa kitu kingine, huku hivi utakuwa na vile visichana vyako vile ulivyosoma navyo. Kumbe una wivu. Kumbe una wivu mke wangu, mimi nishajua shida yako ni wivu. Sasa ngoja nikwambie kitu. Mimi kipindi nasoma, nilikuwa mwoga sana kwa watoto wa kike yaani nilikuwa domo zege. Wewe mwenyewe tu nikubahatisha. Wewe acha uongo wako. Ila ndio hivyo tulivyokubaliana. Hii nyumba ikikamilika tunapangisha. Mimi siwezi kuja kukaa. Usijali mke wangu. Mimi napenda kukusikiliza bwana. Utakao unapotaka Ulikuwa naota tu mwanangu. Kunywa maji. Hala, usihofu. Ila mwanangu, usipende kulala wakati wa jioni. Unapolala jioni, vivuli vibaya vinakuinania. Na sasa wewe ukapata msiba umefiwa kama hivi, wewe kizuka, usipende sana kulala jioni, sawa? Sawa Na vile pika ubani. Sawa? Ubani huo utakuwa unatumia kila siku asubuhi na jioni kumrehemu mume wako, kumwombea dua huko aliko. Mwenyezi Mungu kama yuko katika adhabu kaburi, amrudishie adhabu kaburi. Na kama kaburi yake ina giza, Allah amjalie kaburi yake ni mwanga na amlaze mahali pema peponi. Na kwa hiyo jioni utumie muda mwingi sana kumwombea dua mume wako, sio kulala. Unapojiona unataka kulala jioni, basi chukua ubani
weka kichetezo, muombee dua mumewa, Mwenyezi Mungu ampe maghfira katika huko aliko. Sawa baba, nimekuelewa. Nitaendelea kufanya hivyo na nielekeza pia. Mimi nashukuru utambua hilo. Asante sana mwanangu. Mzee wangu, inaonekana hizo nguo zishafuliwa, uongo? Ndiyo mwalimu. Ushaharibu kila kitu. Mimi nilizitaka hizo nguo kabla hazijafuliwa. Nililitaka lile jasho lake ili liweze kutusaidia katika mambo yetu. Sasa mwalimu, ndio ishatokea hiyo. Tunafanyaje sasa? Hakuna cha kufanyaje. Yaani hapa kama ni kesi tushapoteza ushahidi. Ninyi waganga bwana, mkishashindwa kazi ndio mlivyo. Mara jasho lake, mara ungeleta kitu fulani. Mbona tangu mwanzo hujasema yote hayo? Mzee wangu, hizi ni kazi za mizimu. Na mizimu hufanya kazi zake kwa kila hatua. Hakuna cha hatua wala nini. Kazi umeshashindwa. Acheni kudanganya watu bwana. Mimi sipendi mambo kama hayo bwana. Wewe kitu kidogo acho hapo unadanganya bwana. Sichoki kuwapa pole, kwani hili tatizo kubwa mmepata, hasa kwa Safina. Jamani, alikuwa anampenda sana mume wake. Ndio ishatokea. Kiukweli inaumiza sana kupoteza kijana kama yule ambaye ndio kwanza alikuwa anachipukia katika maisha yake na ndio alikuwa tegemeo katika familia yake. Unajua mama, binadamu ni wabaya sana. Wanaweza kutoa roho ya mtu kwa kitu kidogo tu, lakini hiyo yote inasababishwa na roho mbaya. Hapo sasa unakufuru Ulaya. Mwenye mamlaka ya kuumba na kuumbua ni Mungu peke yake, ila hizo zingine ni sababu tu. Kwa hiyo sasa hapa nachobidi ni kumwombea marehemu na hata sisi tupate mwisho mwema. Ni sawa, lakini ni ngumu kuamini. Yaani Mahmudu amekatika kama utani. Tena amekufa na tabasamu lake yule kaka. Sikuwahi kumwona amegombana na mtu tokea nimjue. Mahmudu ni mkwe wangu na niliyempenda sana, lakini bado natambua kuwa na yeye alikuwa ni binadamu. Hivyo kifo ni la lazima kwa binadamu yoyote, iwe mchana, usiku, asubuhi, sote tutarejea kwa Allah. Sawa, kama kifo chake kimepangwa na Mungu, basi Mwenyezi Mungu ampokee na kumweka sehemu salama. Lakini kama kifo chake kimesababishwa na ushirikina wa binadamu, basi Mwenyezi Mungu awalaani kuanzia leo hadi kesho akhera. Amin. Haya mama, ngoja nikakuchukulie.
Kuna nini? Shangazi, mume wangu alikuwa hapa. Hayo ni mawazo tu mwanangu. Hebu jitahidi kujitoa katika hiyo hali. Si unajua hali ulionayo kwa sasa eh? Sasa utakuja kukosa mwana na maji ya moto. Tuliza fikra zako mwanangu, ili ukilinde kiumbe ulichoachiwa na mwenzio, ambacho ni kumbukumbu tosha kwako wewe na kwa familia pia. Umenielewa? Sawa shangazi, nimekuelewa, nitajitahidi. Haya, jitahidi mwanangu. Kadondo wanyamula tola 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 katondo katondo wanyamula tola 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 katondo wanyamula tola 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 katondo wanyamula tola 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 katondo kadondo wanyamula tola 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 katondo wanyamula tola 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 katondo wanyamula tola 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 katondo katondo wanyamula tola 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 katondo wanyamula tola 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 katondo. Sumuka sumuka tola kukaja sumuka. Sumuka 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 sumuka. Ubike. Che. Sumuka. 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 Kadondo wanyamula tola katondo. Katondo wanyamula tola tola katondo. Katondo wanyamula tola tola katondo. Katondo wanyamula tola tola katondo. Sumuka kukaja. Sumuka. Katondo wanyamula tola tola katondo. Sumuka. Sumuka kukaja. Sumuka kukaja. Sumuka. Naomba kitambaa.
Chibuka! Chibuka! Katondo wanyamula tora tora katondo katondo wanyamula tora tora katondo. Naomba ule uzi wa nguo za marehemu. Naomba ule uzi wa nguo za marehemu. Katondo manyamula tora tora katondo katondo manyamula tora tora katondo katondo manyamula tora tora katondo. Kazi imekamilika, tutapata tu majibu, wala usio na wasiwasi. Kijana wako yupo, mimi nitamuonyesha tena, utaishi naye. Ni michezo tu midogo midogo tu. Mimi ni mganga Domaka, mwanao nitamrejesha tena duniani, atakuwepo mtaani kama kawaida, anaishi kawaida. Niamini mimi ndo mtamu. Katondo manyamula tora tora katondo katondo manyamula. Jamani, hivi mnajua damu nzito sana? Kakaangu maskini ya Mungu hakai chini, kutwa yuko njiani, anahangaika na ufumbuzi wa kifo cha mwanaye. Sawa sawa, lazima afanye hivyo, japo atashindwa kumrudisha, lakini awape adabu wale wote walohusika na ubaya huu. Mwenzenu mimi sina hela, lakini ningekuwa na hela mkononi ningefunga safari Sumbawanga, ningetengeneza mbonge wa mradi, ukilia puu wabaya wake wote vipande vipande 7, ndio roho yangu ingetulia. Shangazi, mimi ninachoamini, damu ya mtu haiwezi kumwagika bila kulipwa. Ipo siku damu ya Mahmudu italipwa tu. Sasa mnafika mbali, maneno mnaongea ni makali mno. Machungu na maumivu yasitufanye tukamkufuru Mwenyezi Mungu. Bibi we, Mungu yupo na wabaya tunao hapa. Upo hapo. Hivi kweli wewe inakuingia akilini? Mtu ameamka asubuhi mzima wa afya, anaenda kazini mzima wa afya, eti muda mfupi tu anarudishwa maiti. Ukiuliza kichwa kilimuuma kidogo. Kwa kichwa gani hasa? Yote hiyo ni mipango ya Mungu. Mungu ndiye aliyepanga kwenye hili. Kikubwa hapa tuwe na subira.
Usiogope. Vipi? Usiwe hivyo. Mi najua kama una uchungu sana, lakini unatakiwa uwe na moyo wa kushukuru. Kwa hiyo wewe ukiendelea kwa hivi utateseka, utaumia. Usilie. Mshukuru Mungu. Usilie Safina. Mimi nitashindwa kukubembeleza sasa, nami unaniliza kabisa. Kila ninapokaa namuona mama, lakini hizo zote ni hisia tu. Mahmud tayari amefariki. Sasa mbona mimi kila saa namuona tu? Kwa sababu umemweka sana kwenye mawazo yako Safina. Mipango yangu baba, ni wewe kuishi katika mazingira mazuri. Hivyo nataka nisimamishe kidogo ujenzi pale kwangu ili nije nirekebishe nyumba yako hapa. Na hii yote nataka kufanya hivyo kwa sababu nahitaji sana kuipandisha hadhi hii nyumba. Hata watu watamani kuja kupanga hapa kwako ili upate 200 za kodi na kujikimu kwenye vitu vidogo vidogo bwana. Unajua ni vizuri, lakini binafsi yangu kwa sasa hivi nisingependa ufanye hivyo, kwa sababu tayari una familia na Mungu akipenda familia itaongezeka. Sasa ni bora familia inapoongezeka waje katika nyumba bora. Mimi sina wasiwasi nawe mwanangu, unajua wakati wote utapata wasaa, nyumba utarekebisha tu, lakini sasa hivi usimamishe ujenzi wa nyumba yako kwa sababu yangu, la hasha. Maliza kwa nyumba yako. Kwenye hilo baba wala usijali. Mimi mwanao ni hodari sana wa kuzichanga karata zangu vizuri sana 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 sana. Mpaka nakwambia hivyo, jua kuna kitu nishajua cha kufanya. Kwa kifupi tu, mimi mke wangu bwana hataki kukaa huku. Kwa ile nyumba nikiimaliza nitaipangisha. Kwa hiyo nimeona haina haraka kuimaliza hivyo. Mwanangu, wazo wako zuri. Tena wazo wako zuri sana. Lakini ifikie mahali mwanangu uwe na msimamo. Sio kila jambo akikwambia mkeo unalikubali. Matokeo yake kwenye fikra zake atakuwa anajenga, mume wangu nikimwambia jambo hata ulikataa. Mimi sipendi. Sawa uwe na msimamo mwanangu. Wewe mtoto wa kiume. Sawa, nimekuelewa. Na kiukweli nimekuelewa vizuri sana. Nitafuata ushauri wako. Nashukuru kwa hilo. Na jambo la pili, hivi baba bado hujafikiria tu kuoa? Mimi bado nahitaji nikija nyumbani nimkute mama bwana. Natamani kuendelea kudeka Inaniuma sana. Mamako alikuwa anapenda sana. Natoka ametoka mama yako. Kwa kweli sina fikra ya kuoa mke mwingine. Sifikiri kabisa. Kwa sasa nipe muda. Muda ukifika nitoa mke mwingine, lakini kwa sasa niache kwanza. Naomba uniache katika swala hilo. Ni sawa, lakini baba, hiyo ni kazi ya Mungu. Inatakiwa maisha mengine tu yaendelee. Na ukizangatia baba yangu wewe bwana, bado umri unadai. Haujazeeka baba wewe bwana. Japo kama old man lakini bado natamani. Unajua wazo lako unaniambia mwanangu sio baya. Na kuna mama mmoja wanasumbua sana. Yaani ninapopita mitaani akiniona tu nyimbo za mafumbo, nyimbo za taarabu na vijembe vya hapa na pale. Sasa kwa hivyo wananiambia na mimi wazo langu nitapeleka pale kwake. Nenda kusha ndoano, tena ndoano isiyokuwa na chambo. Nikimwambia lazima atakubali. Oh
Kaka zangu, mimi mwenzenu nina jambo siku nyingi liko moyoni mwangu, lakini leo naona kama niliseme. Sasa useme. Zungumza sasa. Ndugu zako tupo. Mwenzenu na wasiwasi kweli na mama Safina. Kafanyaje? Naona eti kama anahusika kwenye msiba wa mwanetu, au nyie mnaonaje jamani? Kwa nini unasema hivyo wewe? Kuna sehemu ulitoka dada? Hebu tupe maelezo ya kutosha basi. Wala sijatoka sehemu yoyote, ila yanayomchongea tunapozungumza naye, yale maneno yake anayozungumza yanaonyesha kabisa kwamba hana uchungu na msiba huu. Nyie hamyaoni? Dada, mimi mbona kila sehemu ambayo nimepita huko sijaambiwa maneno kama hayo, na ingekuwa hilo jambo lipo mimi ningeambiwa tu. Ina maana na wewe kumbe kwenda kwa wataalamu? Ndio, nilikosa ujasiri wa kuvumilia kabisa. Kiukweli nimehangaika sana bila matunda, na mwisho wa siku nikaambiwa nipeleke nguo alizofia marehemu, na hayo yote pamoja kufanya hivyo vote kama bado hadithi tu, hakuna cha maana. Dada, ila mimi binafsi nimekwenda sehemu nyingi sana, lakini hakuna hata sehemu moja ambapo nimeambiwa mama Safina anahusika na kifo cha mwanangu. Nilichogundua mama Safina amejawa sana na imani ya dini, si vinginevyo. Kwa naomba jamani, mama Safina tumwache kama alivyo, hahusiki hata kidogo na kifo cha mwanangu. Ndugu zangu, ni kweli kabisa, na mimi nilichogundua kijana wetu amekufa kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu ndugu zangu hawa waganga wanatupuna tu pesa na hawisiwi hadithi, wanatupuna tu pesa zetu, mara leo wamesema hili, mara kesho lile, cha maana hakuna. Ipo siku hapa watatuambia mpaka tulete machozi ya nyoka. Basi sawa ndugu zangu, kuzungumza kuzuri. Hasa mmenipa mwanga na mimi nimeshagundua. Ningekaa kimya ningeelewa hayo. Ila mimi binafsi naomba haya masuala ya msiba tuachane nayo. Kuna jambo nataka niwaambie, mnisikilize kama itawezekana. Sawa. Kama mjuavyo, marehemu alikuwa na jitihada kujenga nyumba yake. Kwa bahati mbaya, kabla hajamaliza umauti umemkuta. Sasa mimi fikra zangu na mawazo yangu ni bora tupambane, tushirikiane kuimaliza ile nyumba ya marehemu, ili kizuka akimaliza ida yake aende kuishi kwenye nyumba yake. Sawa? Nyinyi wenzangu mnaonaje katika hili? Yaani hapo umegonga ikulu kakangu. Tunachotakiwa kufanya ndio hicho, tuonyeshe ujasiri. Ile nyumba aliyoiacha marehemu waliochuma na huyu mwanamke tummalizie, na kizuri zaidi hela za kazini kwake zipo marehemu. Kwa hiyo tushirikiane naye huyu binti, tuimalize ile nyumba, akakae pale alee ujauzito wake mpaka atakapojifungua mtoto wake. Akisha kuwa mjanja, basi tutajua kinachoendelea. Dada pamoja na kaka, cha muhimu hapa wewe uende kwa mama Safina ukazungumze naye, pengine yeye anaweza kuwa na neno au wazo la kuchangia katika kujenga kwetu. Hapana, mimi binafsi sikubali. Mama Safina hapa hana nafasi. Sisi tunabaki tuwe na msimamo wetu ule ule. Sawa? Kama mjuavyo, binti yule tayari ana kiumbe chetu tumboni. Mtoto akizaliwa inakuwa kama tayari tutapata mtu wa kumbukumbu kwamba kijana kaacha mtoto pale duniani, au sio? Sasa mama Safina mama Safina mpaka mumfuate mpate mawazo yake. Akisema sitaki, manake nyumba itakuwa ijengwe. Hapana, tuachane mama Safina. Tuachane mama Safina. Tubaki sisi kama sisi, msimamo ndio huo tumekubaliana basi. Sasa jamani, mimi niwaahidi tu kwamba hilo nitalifikisha, na sidhani kama litapingwa swala zuri kama hilo. Hiyo imeshapokelewa tayari. Vikao vinajenga. Aise, Mahmud wakufa. Sasa atakuwa amekwenda wapi?
lisemwalo lipo, na kama alipo laja. Watu wengi husema mtu akitolewa msukule ugeuka kuwa mgomba, na ule si mgomba ule, si mgomba ule, hauna peke yako. Hata mimi naona hii sio sehemu salama, na habari hizi ziishie hapa hapa. Tondoke. Mama Safiri, sisi tumeonelea baada ya Safina kumaliza ida yake aishi kwenye nyumba ambayo wamejenga na mume wake, ili tuwe na uangalizi wa pamoja katika kipindi hiki cha ujauzito wake hadi hapo atakapojifungua, na mtoto akichangamka, basi ndo tutajua mambo mengine. Sio wazo baya, lakini ile nyumba haijakamilika. Sasa ataishi vipi pale? Hilo Mama Safina tumelijadili pia, na tumeshapata mwafaka wa kuimaliza ile nyumba kwa haraka, kwa sababu pesa za marehemu za kazini bado zipo. Hivyo sisi na Safina tutashirikiana kwa pamoja kuimalizia ile nyumba, unajua, ili yeye aweze kuishi pale, kwa sababu ni nyumba waliochuma pamoja yeye na marehemu. Tumeona sio vizuri kupaacha kama palivyo. Mimi sina tatizo, ninachokitaka mimi ni usalama wake tu. Sijui mwenyewe anasemaje juu ya hilo. Haya mwanangu, nadhani umeyasikia. Sijui na wewe unaonaje mamangu? Mimi nawasikiliza nyinyi. Ninachokihitaji tu ni kuona najifungua mtoto wangu salama. Yaani usijione kwamba una mkosi, kwamba dunia nzima imekuelemea wewe. Haya mambo umeyakuta. Yaani baada ya kumaliza eda yako ya ndani na eda ya nje, utachangamka ukaendelea na biashara zako. Usikae tu unalia ukimkumbuka mwenzako. Ni dua tu kumwondolea adhabu ya kabli. Sawa mama? Na kingine mwanangu, usijitie sana ukiwa, kwa sababu hukuanza wewe mama kabisa. Wameanza waliotangulia, wanafiwa, wanaachwa tena katika mazingira magumu. Hawana hata mtu wa kuwagombania wala wa kuwatetea wala wa kuwasaidia. Sembuse wewe mama, sisi tuko pembeni mwanangu. Punguza mawazo, na hali ulionayo hiyo haitaki unyonge. Unalia, unafuta machozi, unasema wamenishika bega, unakaa kimya. Unakumbuka huu msiba ni wako, haumalizi leo wala kesho. Karibu mzee wangu, kuna jambo jipya? Unajua hakuna jipya, ni moja ya kuulizia kuhusu yale tuliyozungumza, kwa sababu pale makaburini mlinipa siku 3 kwamba baada ya siku 3 mtoto wangu atafufuka, atarudi ulimwenguni, atazungumza nami kama kawaida, lakini mpaka leo na kimya, mpaka leo hakuna chochote kinachoendelea. Mzee wangu, nasikitika kwanza kukuambia kuwa tuishachelewa. Kivipi? Mchelewa kivipi? Tayari kashafichwa mbali, hatuwezi tena kumrudisha tena. Hata kama, kwa nini usiniambia mapema? Wakati umeniambia nikupe kila kitu kuhusu fedha, nimekupa pesa, umenunua dawa zote, umenunua kanahakikisha kwamba huyu mtoto baada ya siku 3 atafufuka. Leo na mbele nimechelewa, si mizimu imekataa. Mbona iniingia akilini mganga? Shusha sauti yako mzee wangu. Ni hivi, mimi nafuata maelekezo ya mizimu. Sasa hapa nishaambiwa na mizimu, hii kazi tena haiwezekani tena.
Vipi? Poa. Unajua Raya, nimethibitisha maneno yako. Yaani nimekufikiria sana hadi nikachukua hatua ya kujiuliza wewe ni mganga nini? Maneno gani hayo unaongea? Kwanza uko ndani kuna nani? Hakuna mtu. We, ndio hivyo. Nimeona kwa macho yangu ukiwa katikati ya kaburi. Amini usiamini, binadamu ni wabaya sana. Nisikilize mimi. Hayo maneno yaishie hapa hapa. Usije ukasubutu kumwambia mtu mwingine yoyote. Hizo ni siri za kichawi. Na wachawi wenyewe huwa hawatakagi siri zao ziwe nje ya wao. Bwana. Sasa unadhani mimi nitamwambia nani Raya? Siwezi nikamwambia mtu yoyote. Fanya hivyo ndugu yangu, vinginevyo itakugharimu. Lakini Raya, mama, nimekuita hapa tupate kuongea kwa kirefu ili tupate mwafaka wa jambo hili. Kiukweli kati yetu wewe peke yako ndio umekuwa shupavu kwa hiyo jambo zito lililokumba familia yetu ya kuondokewa na kijana wetu. Kiukweli bila kukuficha, mimi nimehangaika sana kwa waganga, lakini si mimi tu peke yangu, hata mzee Gama pia, na hii yote inatokana na kutokuamini mazingira ya kifo cha kijana wetu. Lakini binafsi nimejifunza kitu kupitia hili. Mpaka sasa nimeamini kijana wetu kweli hatupo naye, na yote ni mapenzi ya Mungu. Kweli dada, tumepoteza pesa nyingi sana kwa sababu katika mazingira haya waganga ambao sio wa kweli wanakufanya kama chuma ulete. Yaani kila atakachokwambia lazima utafanya kwa sababu wewe ufanikie katika jambo lako. Sasa ndugu yangu, naomba utupe njia ya kufanya ili tuweze kumtoa akilini huyu kijana, kwa sababu wanatusumbua sana tukilala. Kuna wakati unahisi kama unaongea naye vile, yaani tupo naye tunaongea naye vile kabisa. Kinachowasumbua nini ni kwamba mmemweka akilini na pia wala hamkubaliani na kifo chake. Lakini mngekubaliana kuwa kifo kipo na kwamba kila mtu lazima atakufa, haya yote asingewatokea. Kama mnavyojua, kuzaliwa mwanadamu ni bahati, lakini ukizaliwa kufa ni lazima, na kila nafsi itaionja mauti. Sasa tunataka isitutokee, tufanyaje? Kila kitu ndugu zangu kipo. Jambo kubwa hapa ni kusoma dua kwa ajili ya kumwombea marehemu wetu na hata sisi kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu. Basi mimi ninachokiona tujipange kwa pamoja, mtafute shehe aje tufanye dua kwa pamoja, kwa sababu dua ya watu wengi huwa inajibiwa. Aswa. Yaani hilo ndo jambo kubwa. Ulikuwa ni kote huko unamkosea Mwenyezi Mungu. Aha. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndugu zangu, nafikiri sote tumekusanyika hapa baada ya kutokwa na ndugu yetu, na ninajua kiali tu hali ya kibinadamu. Baada ya hili kutokea, sisi kama binadamu kila mtu alikuwa na la kwake la kuzungumza, na ndio maana tumeonelea basi kama ilivyo kawaida ya imani kumwombea dua mwenzetu, lakini kuomba dua kwa ajili ya kuturudisha katika imani sisi sote, kwa sababu tunajua anapotokea jambo kama hili kila mtu anakuwa na la kwake la kuzungumza. Kwa basi bila kupoteza muda, ndio maana leo tunaye shehe wetu pale atatuongezea dua, lakini pia kama kuna mambo mengine pia atatueleza. Shehe, karibu. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Pia ndugu zangu wana familia, nasema poleni. Najua msiba ni jambo kubwa na ni jambo zito, na najua mna majonzi makubwa sana. Kwa hiyo kwa fursa hii niliyopewa, napenda kuwapa pole. Vile vile napenda kuwanasihi kwamba msiba ni jambo la kawaida kwa mwanadamu yoyote,
huwa linamtokea, kwani mwanadamu kwanza ni kuumbwa, cha pili ni kufa. Kwa hiyo kwa jambo hili lililowatokea, napenda kuwanasihi msiwe na huzuni na msiwe na majonzi, na nafikiri kwamba wengi tunakuwa na hisia mbalimbali ambapo unapotokea msiba. Kwa hiyo zile hisia naomba tuziache, kwani ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwani amesema kwamba kullu nafsin dhaikatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Pia vile vile Mwenyezi Mungu anaposema kwamba idha aswabatu min musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pindi unapokufikeni msiba basi semeni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwani ni kazi yake yeye Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye aliyeumba na ndiye anayeweza kumrudisha atakaye, na sisi sote tupo kwenye njia hiyo hiyo, kwamba sote tutakwenda kwenye msiba, sote tutakufa. Kwa hiyo tusiweke huzuni sana na tusifikirie mafikirio ya ovyo. Kuna watu wanasema kwamba atakuwa hajakufa huyu, labda atakuwa amewekwa msukule. Kwa hiyo hayo yote nafikiri kwamba tusiyafikirie, tumwachieni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mwenye uwezo wake na yeye ndiye mjuzi zaidi, yeye ndo anajua kila jambo. Kwa hiyo kwa fursa hii niliyopewa, basi naona nisiwachoshe sana, panapotakiwa tu tuombe dua kwa ajili ya marehemu wetu. Kwa hiyo tutasoma Ayatul Kursi 1, Ikhlas 3, Kul a'udhu birabbil falaq 1, Kul a'udhu bin nasi 1 na swala za mtume 3. Kwa hiyo kwa muda huu nimkaribishe mzee wangu hapa atutolee Fatiha, tuanze jambo letu. وحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله ملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. Ha
Chenje.